Kwa majina naitwa Abubakari Mzee Abushiri, afisa lishe kutoka Hospitali ya Taifa Muhimbili Mloganzila. Leo katika kuadhimisha maadhimisho ya wiki ya magonjwa yasiyo ya kuambukiza duniani ambayo yanaadhimishwa kila mwaka mwezi Oktoba tarehe 10 hadi tarehe 15, napenda niongelee kuhusu uzito kama chanzo kimojawapo cha magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Tunaposema uzito mkubwa tunamaanisha nini? Shirika la Afya Duniani walivyoelezea, uzito mkubwa ni uwiano usio sawa wa urefu na uzito kwa watu wazima. Huo uwiano wa uzito na urefu kitaalamu tunaita BMI, Body Mass Index, ambao huwa inafanywa hesabu kuchukua uzito unagawanya kwa mita square za urefu wako. Sasa uzito hiyo BMI inapokuwa imezidi 25, tunasema huyo mtu ana uzito uliozidi. Na pale BMI itakapozidi zaidi ya 30, tunasema huyo mtu ana uzito uliokithiri, yani obesity. Sababu za uzito uliozidi au uzito uliokithiri zinaweza zikawa ni nyingi, lakini tunaweza tukazielezea chache. Moja ya sababu kubwa ni uwiano mbaya au uwiano usio sahihi wa nishati lishe inayoingia katika mwili kupitia chakula na inayotumika na mwili kupitia mishughuliko ya mwili, yani physical activity, mishughuliko ya mwili. Sasa vyanzo vya uwiano usio sahihi wa nishati lishe ni vingi, ikiwemo ulaji usio sahihi, kwa mfano matumizi makubwa ya vinywaji na vyakula vyenye sukari nyingi, pia matumizi ya vyakula zenye mafuta mengi pamoja na vitu kama hivyo. Hiyo ni chanzo kimoja hapo. Chanzo kingine ni kutofanya mazoezi. Kama nilivyoelezea mwanzo, tunavyokula hivi vyakula huwa vinatoa nishati lishe. Sasa ile nishati lishe inatakiwa mwili uitumie na iishe. Itakavyobaki nyingine inabadilishwa kuwa mafuta na inahifadhiwa katika mwili. Hapo ndipo mwili unaongezeka na uzito pia unaongezeka. Sasa tunaposema kufanya mazoezi, ina maana tunahakikisha tunaushughulisha mwili kiasi cha kwamba ile nishati lishe ambayo tumeiingiza inatumika yote bila kuacha mabaki. Kingine cha tatu kinachosababisha uzito uliozidi ni kurithi. Kitaalamu wanaita genetics. Mtu anaweza akazaliwa akiwa amerithi genes au vinasaba vya uzito mkubwa kutoka kwa wazazi wake. Mwisho wa siku na yeye inakuwa ni chanzo kimojawapo cha kuwa na uzito mkubwa au uzito uliozidi. Vingine ni vidogo vidogo, lakini vinaingiliana hapo. Kwa mfano, ukiangalia kama umri, mtu unavyozidi kuwa mkubwa, ina maana ile mishughuliko ya mwili au kitaalamu tunaita metabolism zinapungua. Zinavyozidi kupungua na kila siku tunakula, automatically unajikuta umeingia kwenye uzito mkubwa. Hivyo ni vyanzo vichache katika vyanzo vinavyosababisha uzito kuwa mkubwa. Tuangalie madhara. Moja ya madhara ya uzito mkubwa ni magonjwa yasiyo ya kuambukiza, ambayo yapo ni mengi tu. Kwa mfano, kuna magonjwa ya moyo, magonjwa ya figo, magonjwa ya kisukari, magonjwa ya pressure kupanda na kushuka, shinikizo la damu, kuna magonjwa ya mfumo wa mifupa na mengine mengi. Sasa nini tufanye ili tuje kuepuka kuwa na uzito uliozidi? Mojawapo ni kula mlo ulio sahihi. Kula mlo ulio sahihi kwa maana ya kwamba kupunguza vyakula vyenye wanga mwingi, kupunguza vyakula vyenye mafuta mengi, lakini tu kuhakikisha unapata mlo ulio kamili, tunaita balanced diet. Kingine ni kufanya mazoezi. Kufanya mazoezi inamaanisha sio lazima tu kwamba lazima uende gym au ufanye nini, lakini ni kushughulisha mwili tu, kuhakikisha kile chakula ulichokiingiza kinatumika na mwili bila kubaki. Kingine ni kuwa na mtindo mzuri wa maisha. Kwa mfano, kupata usingizi wa kutosha,
Kingine kupata ushauri zaidi wa kitaalamu wa lishe kuhusu uzito kutoka kwa wataalamu wa lishe. Kwa mfano hapa kwetu Hospitali ya Taifa Muhimbili Mloganzila kuna kitengo cha lishe na kuna kliniki ya lishe ambayo inafanyika kila siku za wiki kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 9 jioni.